heshima kubwa hii kuzungumza mbele ya mashehe wanaovioni ambao wamekaa hapa. Mimi nikaipata fursa hii, alhamdulillah, ni jambo la heshima, na kikanuni sikutakiwa kusema kwa sababu wako mashehe zangu hapa. Kusema mbele ya shekhe wako inahitaji moyo, lakini anasema kuna kaida inasema imtithalul amri khairu min sulukil adab. Kufuata amri unayoamrishwa na mwalimu wako ni bora kuliko kusubiri kufanya jambo la kiadabu. Sasa kwa wakati huu ambao nimepewa nafasi hii biidhnillahi taala, sitaki niutawilishe muda, nimeomba muda mfupi sana, na ukizingatia sala iko mbele yetu. Kifupi, ndugu yetu amekwisha kuoa tayari, wallahi Mwenyezi Mungu awajalie mapenzi na huruma. Lakini pia kitu kingine ambacho natakiwa tufahamu, mtu aliyeoa ni kama mtu aliyesilimu. Kabla ya kusilimu huwa anaeleza uzuri wa Uislamu, faida za kuwa Muislamu na nini. Akisha silimu, mtu yule anapewa majukumu, anaelezwa jukumu lake katika Uislamu. Kadhalika mtu aliyeoa, kabla hajaoa huwa anaelezwa faida na umuhimu wa kuoa. Chagua mwanamke, sifa hizi, umependana na nini. Lakini akishaoa mwanaume huyu huwa anaambiwa majukumu yake ni nini. Katika Qur'ani sura An-Nisa, Mwenyezi Mungu anaeleza majukumu ya mwanamume katika ndoa. Anasema abada billahi minashaitanir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanamume ni viongozi kwa wanawake. Aya hii ni refu, lakini mimi nataka kuchukua neno moja tu hapa kwa sababu ya muda wangu. Qawamun inamaanisha kwamba ni viongozi, yani mwanaume ni kiongozi, animongoza na kumsimamia mwanamke katika kila kitu katika maisha yake. Kashapewa jukumu hilo. Hili ni jukumu la huyu ambaye amekwisha kuoa. Ibn Kathir anazungumza katika tafsiri yake kwamba uongozi huwa ni kukusudia Allah katika aya hii, katika kipengele hiki, kwa kupitia neno hili qawamun, ni vitu vitatu: bitadib walhifdhi, bitadib walhifdhi walinfaq. Ni kwa ajili ya ni kumuongoza mwanamke kwa kumlea, kumfundisha malezi na kumuongoza katika malezi. Inajumuisha kumfundisha dini, kumjuza kuhusu Mungu, kuhusu mtume, kulea kitabia, kulea katika wema mzuri, kuishi naye katika uzuri, yote inamaanisha hivyo. Lakini walhifdhi, na kumlinda, kumhami na changamoto na matatizo, fitna, hasad na mambo mengine yote mbalimbali. Hili yote ni jukumu la mwanamume. Lakini pia walinfaq, na kumlisha, kumhudumia, kumpa chakula na mahitaji mengine yote ya kimsingi ambayo mwanamke anahitaji. Hili ni jukumu la mwanamume. Na jukumu hili, ndugu zangu, sio jukumu ambalo ni la siku moja au siku mbili au zile siku 7 za ndoa kama wanavyofanya baadhi ya wanamume. Mwenyezi Mungu awazindue fahamu zao kwamba kishaoa basi wiki moja mbili atamhudumia mwanamke, alafu baada ya hapo kila kitu kinasahaulika, yanakuwa mtu wa ofisi. Sasa Mwenyezi Mungu ametumia neno hili qawamun hapa. Watu wa balagha wanasema ni sighatu mubalagha, tadullu ala al-istimrari wal kathrat. Hii ni sighatu mubalagha, inasisitiza nini? Inasisitiza tadullu ala al-istimrari, inaonyesha juu ya umuhimu wa kuendelea kudumu katika lile jambo. Kwa mwanamume anatakiwa kudumu na ule msaada anaotoa, kudumu na ule ulinzi anaotoa, kudumu na ule kulisha na kukufanya kwa mwanamke. Kwa hiyo aya hii inaonyesha kwamba moja kwa moja mwanamume ni msimamizi wa mwanamke, na ni jambo linatakiwa alisimamie katika nyakati zote. Watu wa mantiki wanasema mantiki ya neno qawamuna hapa ni kwamba anasema usimamizi huu kwa mwanaume laisa tashrifan faqat, sio ni heshima peke yake, kwamba mwanaume tukopewa jukumu la kumsimamia mwanamke akaona kuwa ni heshima pekee ambayo amepewa, bali taklif, isipokuwa ni jukumu ambalo mwanamume amelipewa. Kwa hivyo ndugu zangu, hii inaonyesha wazi kwamba swala la mwanamume kumhudumia na kumlea mwanamke ni jukumu lake. Kwa hivyo mwanamume, leo bwana mkubwa umeoa, basi ujue kama ni jukumu lako kumsimamia mwanamke huyu. Kama nilivyosema katika tafsiri Ibn Kathir, bitadib wal hifdhi wal infaq, unamlea kwa kumsimamia, kumwonyesha njia, kwa kumwonyesha njia, kumfundisha dini, elimu ya dini, kumjua Mungu, kumjua mtume, kumjuza asiyejua,
lakini hifdhi, kumlinda, kumhami dhidi ya changamoto, matatizo na mambo mengine mbalimbali, na hata tiba anapoumwa. Wal infaq, na kumlisha, kumvisha, kumnunulia nguo, sehemu nzuri ya kulala, chakula anachotakiwa kula. Haya ni mambo ambayo unatakiwa udumu nayo kuweza kuyafanya, na ndio wajibu wako ambao